kutumia chuma kwenye ujenzi. Kwanza unarahisisha muda, lakini unajenga jengo ambalo linakuwa na ubora wa muda mrefu. Chuma hiki hakishiki kutu. Kwa kutoshika kutu, maana yake ni lifetime kitakuwepo hapo. Kwetu sisi tupongeze sana Wizara ya Elimu kwa namna mnaendelea kusimamia. Najua mlichelewa kupata vyuma, havikuja kwa muda, jambo ambalo lilikuwa nje ya uwezo wenu, lakini vilipofika mmefanya kazi ya haraka kuhakikisha vinafungwa na mnaendelea kuhakikisha kazi inaleta yale matokeo yaliyokusudiwa. Kwetu sisi elimu ya ufundi ndio elimu mama ambayo inatujenga na kujenga jamii ya watu ambao kujitegemea kwa kufanya shughuli za uzalishaji na shughuli mbalimbali zenye kujenga kipato kwa mtu mmoja mmoja na jamii ni jambo la kawaida. Na kwa kweli wengi wanaweza wasione tija ya hiki kinachofanyika leo. Huko zamani ilikuwa ukisema VETA lazima uende vyuo, vilikuwa nafikiri 3 4. Kwa VETA Mikumi, VETA Dar es Salaam, Chang'ombe, VETA pale Iringa na vyuo vingine vichache sana vya VETA. Na ilikuwa kama ni masomo ya watu maalum. Lakini sasa hivi wito kwa vijana, masomo ya ujuzi au ujuzi ndio maisha, na hakuna ukomo wa kupata ujuzi. Hata kama una kazi nyingine, ukitengeneza ujuzi wako ukakusaidia kuongeza kipato, hakitagombana na kile unachokipata kwenye kazi yako ya kawaida. Kwa hiyo wito wetu kwa kweli, mliopewa dhamana ya kusimamia, endeleeni kusimamia, endeleeni kuhakikisha ya majengo yanajengwa kwa kasi. Sisi tumekuja kuangalia maendeleo. Tunajua bado mnahitaji fedha, nasema una bakaya milioni 500 ambayo haiwezi kukufikisha mbali. Tunaenda kusukuma ili sasa zije fedha, mmalizie kupaua majengo yote, muendelee na umaliziaji na ile tija ambayo rais wetu mpendwa Samia Suluhu Hassan na serikali anayoiongoza wanaidhamiria na wanaikusudia kupatikana kwenye uwekezaji huu wa majengo mazuri kwa ajili ya mafunzo haya ya ufundi stadi. Hiyo tija tuipate kwa mapema. Kwa hiyo mimi niendelee kuwasisitiza, simamieni thamani ya fedha. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, hiki chuo kwako, wewe ndio umepewa dhamana ya kuwa mkuu wa serikali kwenye eneo hili. Wekeni ratiba, endeleeni kuja kufuatilia changamoto za malipo. Sisi ndio kazi yetu, na mimi kwa sababu wiki ijayo nitakuwa Dodoma, nitahakikisha namtafuta waziri wa elimu. Tulishazungumza na katibu mkuu na waziri, tukubaliana kuweka msukumo, na wakaniambia kwenye bajeti hii watahakikisha fedha inapatikana ili angalau tufikie yale malengo. Nyinyi sasa tusaidieni hiyo pesa ikipatikana. Mheshimiwa DC, mdhibiti ubora pamoja na timu yako, simamieni thamani ya fedha kwenye mradi ili eneo angalau basi lifanane. Hata kuanza kufanya landscaping sio dhambi, kwa sababu najua ni sehemu ya hiyo fedha itayokuja. Sasa tengenezeni eneo sasa lianze kufanana. Unajua mtu akija hapa anafikiri bado shamba ambalo linawekewa labda magodown, lakini akianza kuona sura ile ya mazingira yanaendana sasa na mahali pa kujifunzia, mtu anapata moyo kwamba kumbe hapa patakuwa na kitu fulani muda mfupi ujao. Tusitengeneze mazingira ya kuyatenganisha majengo haya yasionekane vizuri. Tuweke miundombinu ambayo itafanana na ile sura ambayo itakuja kutokea baada ya kukamilisha miundombinu. Mwisho nirejee kuwapongeza tena, mnafanya kazi nzuri. Nilitegemea haya mabomba nitakuta yako chini, kuona tu mmeshayasimamisha hivi na mmeanza kujazia tofali, niwapongeze kabisa. Tunayo furaha kubwa kukukaribisha mkuu wetu wa mkoa katika chuo chetu cha ufundi stadi VETA mkoa. Niliyopo ni mdhibiti mkuu bora wa shule wilaya Mbozi. Taarifa fupi ya mradi wa ujenzi wa chuo cha ufundi stadi mkoa wa Songwe kwa Mheshimiwa Daniel Godfrey Chongolo, mkuu wa mkoa wa Songwe, tarehe 11 mwezi wa 4 2025. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, chuo cha ufundi stadi cha mkoa wa Songwe ni miongoni mwa vyuo 64 vinavyojengwa kwa kupitia agizo la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan la kuhakikisha kila mkoa wa Tanzania bara
unajengewa chuo cha ufundi stadi cha mkoa. Aidha, utekelezaji wa mradi huu unatumia utaratibu wa force account, ambapo Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imekasimisha Ofisi ya Udhibiti Mkuu Ubora wa Shule Wilaya Mbozi kutekeleza mradi huu chini ya mshauri elekezi Chuo cha Ufundi Arusha ATC. Upatikanaji wa eneo la ujenzi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, eneo la mradi wa ujenzi wa Chuo cha Ufundi Stadi cha Mkoa wa Songwe lina ukubwa wa ekari 46. Eneo hili lilitolewa na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Mbozi. Aidha, eneo hili lilitolewa fidia ya shilingi milioni 87,221,000 na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Mbozi, na limepimwa na lina hati miliki. Eneo hili lipo katika kijiji cha Nsenya, kata ya Hasamba, umbali wa kilomita 7 kutoka barabara kuu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, shughuli za upimaji na ramani topographical survey, upimaji wa udongo na upembuzi yakinifu wa athari za mazingira zitakazotokana na ujenzi, yaani environmental and social impact assessment, zimeshafanyika na eneo linafaa kwa ujenzi, licha ya changamoto ya barabara ambayo hupelekea kuwa na ugumu wa vifaa vya ujenzi kufika eneo husika. Usanifu na makadirio ya mradi wa ujenzi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mradi huu ulianza kutekelezwa mnamo mwezi wa 5, 2023 baada ya kukamilika usanifu na makadirio. Mradi huu umekadiriwa kugharimu kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni 6.5 kwa majengo 25 ambayo ni jengo la utawala, maktaba, madarasa na tehama, bwalo na jiko, karakana 7, nyumba 5 za watumishi, vyoo 3 vya nje, kibanda cha mlinzi, jengo la kupokelea umeme na mabweni 4, ambapo majengo haya yanajengwa kwa awamu moja. Utekelezaji wa mradi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Ofisi ya Mdhibiti Mkuu Bora wa Shule imepokea jumla ya kiasi cha shilingi bilioni 2,099,3,511 na senti 80 tu kutoka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu kwa kununua vifaa vya ujenzi vinavyopatikana katika eneo hili la Mbozi. Aidha, kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Ofisi ya Mdhibiti Mkuu Bora wa Shule imepokea vifaa vya ujenzi kutoka viwandani vyenye thamani ya kiasi cha shilingi milioni 567,345,297 na senti 67 tu, ambavyo ni mbao, bati, saruji na nondo. Hii inapelekea mradi mpaka sasa kuwa umepokea kiasi cha shilingi bilioni 2,666,348,809 na senti 47 tu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mpaka sasa mradi huu upo katika asilimia 42.3 na umegharimu jumla ya kiasi cha shilingi 2,092,101,657 na senti 51 tu, ikijumuisha vifaa vya viwandani vinavyoendelea kutumika, ambapo mpaka sasa tuna bakaya kiasi cha shilingi milioni 574,247,151 na senti 96 tu.